nikaenda nikapata kazi. Lakini mali nilisema ya kwamba nimetoroka moto, kumbe naenda kwa moto yenye makishwa mara 7 zaidi. Unaenda kwa moto kali zaidi. Kali. Hiyo kazi ya usiku ilikuwa ni hoteli. Lakini imesaraundiwa na ma clubs. Clubs ziko huku kando, huku na huku. Umesema uliko bypass? Yeah, bypass. Eastern bypass hapa. Ilikuwa ya 300. Mnaingia saa 1, mnatoka 5. So mimi nilikuwa nimeteki hii advantage ya kwamba 5 hapa, nikikuja hata nilale 2 hours. Mchana hata naweza pata hata kibarua ingine hata ya kufua. Naenda nagonga yama ile mjengo tu. Lakini hiyo kazi ilikuwa na challenge ya kwamba iko kwa bar. Unajua sana watatu. Lakini wale makastoma wenye unasavu hapo wanataka wasavu kimwili. No wasavu hadi chakula. Customer atakuja ya kwamba umekaa tu hivi. Nakuja kukalia kwa miguu na hakuna chenye utafanya. Customer is always right. So kwa ukifanya hivi kulikuanga na mkubwa wetu ametusimamia. Anakuambia customer is always right. Lakini for the safety ya kazi utaki uvutwe kazi. Nilikuwa navumilia. Unashikwa huku kwa kifua. Unashikwa huku nyuma. Hata yuko comfortable. Mtu atatoka tu kwa kudandia. Nilikuwa napikanga sana chapo kwa hiyo hoteli. Uko hivi kwa pani. Nasikia tu haga ya nyuma. Mtu amekubeba. Sasa anakupeleka wapi? Akupeleki, lakini mchezo. Heshima kukukosesa, niseme heshima, wanakunyang'anya heshima kabisa, ndio nakaa na uoga. Hakuna mahali anakupeleka. Hawakupeleki kwa marooms? No. Kama ni ziko karibu na clubs? Unajua sasa ni walevi. Sasa kuna marooms pia ulikuwa unatumwa. Uende upeleke chakula. Siku moja nikaenda, huyo jamaa alikuwa na gari yake. Nimpelekee chakula. Wenye nilipeleka chakula alikuwa anataka ateke advantage kwangu. Walikuwa majamaa, walikuwa wanatumia hata bangi hapo ndani. So mimi niko hapo. Nimetumwa nipeleke oda. Najua sasa uko hapo kila ama umetumwa wapi ni lazima uende. Nikaenda. Ule jamaa waitress wa hapo ndiye alinisaidia. Nikaenda hivi akafunga mlango. Na mjamaa mnono hivi ako na kitambi hata kikushika hivi. Mimi sasa niko kama sijui nipaka na panya. Hakuna